Ujumbe ambao tunaendelea nao, tunda la wakati wako katika mti wa uzima. Ujumbe ambao uko jukwani, tunda la wakati wako katika mti wa uzima. Leo ni series ya 4 katika mwendelezo wa ujumbe huu mashuhuri wa Yesu, ambao Bwana anauachilia kwa ajili ya bibi harusi kabla ya unyakuo wa kanisa kutokea. Na jumbe huu na jumbe zingine zote zinarekodiwa kupitia taasisi ijulikanao kama Voice of Lord Recordings, kwa ajili ya kuweka kumbukumbu kwa ajili ya wateule mahali kokote duniani. Na hizi jumbe zitakwenda katika mataifa yote ya dunia. Kwa leo series ya 4 katika mwendelezo wa ujumbe huu, ambao Bwana anaendelea kuleta mahesabu yake kumsaidia bibi harusi, yaani wewe teule uweze kukaa vile Mungu anavyotaka uwe. Na haya yanakuja kwa sababu Mungu kabla hajahukumu dunia, kabla hajahukumu ulimwengu, huwa anaachilia ujumbe kwa ajili ya maonyo. Kwa hiyo ni ujumbe wa siku za mwisho, na jumbe hizi zinatambulika kama jumbe za mvuto wa asili au mnaso wa asili, ukimrejesha mwanadamu alipake pale ambako Mungu alikuwa amepakusudia kutoka kwenye zama za roho, na kutoka kwenye zama za roho pale ambako Mungu alipakusudia, pale ambako Adamu alipokuwa akiishi. Alipata vizuri katika ule utawala wa kwanza kabisa, Mungu akiwa na Adamu pamoja. Alipata vizuri, enelewa. Kwa hiyo leo ni series ya 4, na ujumbe huu unasema tunda la wakati wako katika mti wa uzima. Tuliendelea kuona katika mahesabu ya kiroho, tuliona kwa sababu huwezi kupata mti kama hakuna mbegu. Tuliona na ujumbe unasema tunda la wakati wako katika mti wa uzima. Maana lazima upate mahesabu ya mbegu. Amen. Mbegu imetokea wapi? Watu wamepata vizuri. Kwa tuliona kwamba wateule sisi wateule tulikuwa na Bwana katika zama za roho. Niliwaambia Bwana Yesu alichofanya, alikuwa katika zama zake za roho akiwa peke yake. Akiwa peke yake kutoka kwenye zama za roho. Yeye akiwa ni Mungu roho, umeelewa vizuri? Mungu akawaza katika wazo lake kuu. Na lile wazo akaliita neno ni neno la Mungu. Na neno la Mungu maana yake ni tunapata vitu vikubwa vinne. Tunapata tabia za watoto, tunapata utaratibu wa watoto, tunapata mwenendo wa watoto, na pia tunapata sheria za watoto. Umepata vizuri? Kwa hiyo aliwaza, kwa sababu kama baba aliwaza kuwa na familia, na familia yake lazima itembee katika kila ambacho yeye alikuwa amekiwaza kutoka kwenye zama za roho. Watu wamepata vizuri? Kwa baada ya kutoka kwenye zama zake za roho akiwa peke yake, na alipowaza wazo lake kuu, na lile wazo lilikuwa ni nafasi ya watakatifu, ndiko Mungu akatufanya tutokee sisi katika zama za roho, katika miili ile ya roho tulitokea. Na tukiwa kule katika zama za roho, tukiwa pamoja na Bwana wetu mfalme mashuhuri. Ndio. Kwa Mungu alifanya, alitupanga katika namna ya mraba. Mraba marefu na mapana ni sawa. Nikamwambia upande wa kuume wa mraba wako ukishauchora, Yesu aliutabiri iliitwa ni zama za simba. Chini ya mraba wako alitabiri akaziita zama za dama. Mkono wako wa kushoto wa mraba akatabiri akasema ni zama za mwanadamu. Na pale juu ya mraba wako alitabiri akasema ni zama za tai. Hapa anazungumza kutoka kwenye zama za roho. Na hii uthibitisho unaopata kwenye Ufunuo sura 4, mstari wa 1 mpaka 8. Yohana anaona katika ono, anaona katika ufunuo wa roho. Tena maandiko yanasema nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Nalikuwa katika roho siku ya nini? Hebu ndugu rejea pale Ufunuo 1, anza mstari wa 9 mpaka wa 10 mpaka mstari wa 12. Tupate kidogo ili tumjue Ufunuo sura 4 nini kilitokea katika mahesabu ya roho. Ndio. Ufunuo sura ya 1 mstari wa 9 mpaka wa 12.
Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka wa 12. Mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo, nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Hapo anasema alikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmos. Niliwaambia kisiwa cha Patmos kiko ndani ya nchi ya Ugiriki ya sasa, katika bahari inayojulikana kama bahari ya Aegean, lakini iko ndani ya taifa la Ugiriki. Na Ugiriki ndio taifa la Kiyunani. Unaelewa vizuri? Taifa la nini? La Kiyunani, yes. Watu wamepata vizuri. Kwa hiyo hakiwa pale, anasema alitoka katika maumbo akaenda katika zama za roho. Kwa sababu siku ya Bwana iko katika zama za roho. Unaelewa? Kwa lugha nyingine unaweza kusema nalikuwa katika zama za roho za mfalme mashuhuri Yesu. Wakati akiwa juu kule, Lazarus anapata mahesabu katika ufunuo wa roho. Ukisoma Ufunuo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 8, Yohana yule anasikia sauti ikimwambia panda huko juu. Akiwa katika zama zile za roho. Lazarus anakwenda kuona mambo makuu mno ya kimungu. Kwa hiyo Yohana alichokifanya, aliona matukio au aliona ule mpangilio wa wateule walipokuwa pamoja na Mungu wao katika zama za roho. Na niliwaambia aliona mambo mawili katika jicho moja au katika ono moja. Kwanza aliona tukio la makazi ya watakatifu pamoja na Mungu wao kabla ya kuja katika zama za maumbo. Wakati huo anaona tukio lile, tukio tumetoka kwenye lugha kwenye kanuni ya maumbo, tumerudi katika zama za roho. Ukisoma pale Ufunuo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 8, Biblia inasema pasipo shaka yote kulikuwa na wenye uhai wanne. Wenye uhai wa kwanza ni mfano wa simba. Wenye uhai wa pili mfano wa ndama. Wenye uhai wa tatu mfano wa mwanadamu. Wenye uhai wa 4 mfano wa tai. Unachora mraba wako upande wako wa kuume, unaandika mwenye uhai mfano wa simba. Chini ya mraba wako ni mwenye uhai mfano wa ndama. Mkono wa kushoto mwenye uhai mfano wa mwanadamu. Na pale juu anakaa mwenye uhai mfano wa tai. Kwenye eneo la simba anakaa Paulo na Ireneo, wahubiri mashuhuri wa Yesu katika zama za simba. Chini ya mraba wako ambao zama za ndama anakaa Martin na Columba. Mkono wako wa kushoto mraba wako zama za mwanadamu anakaa Martin Luther na John Wesley. Na pale juu ya mraba wako anakaa Elia Ome 4, William Marion Branham na Elia Ome 5 ambao ulimwengu unamsubiria kuelekea moja ya siku za mwisho. Kwa haya ilikuwa ni makazi ya watakatifu. Pia unaweza kupata uthibitisho pia kwenye Ezekieli sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 26. Ezekieli pia anaona jambo lile katika mahesabu yale. Anaona wenye uhai wanne. Kwanza mfano wa simba, pili mfano wa ndama au mfano wa ng'ombe. Kwa sababu ndama ni ng'ombe pia. Umepata vizuri? Na mkono wako kushoto anasema mwenye uhai mfano wa mwanadamu. Na juu ya mraba wako ni mwenye uhai mfano wa tai. Umepata vizuri? Kwa hiyo wanaona vitu vile katika zama za roho. Kwa huyu Mungu mkuu ambaye tunazungumza habari zake, lile wazo lake ambalo tunaliita neno la Mungu, ambalo tunalijua kabisa katika mahesabu, unaweza kuliita Theologos kutokana na maneno mawili ya kilugha ya Kigiriki. Theo kwa maana ya T-H-E-O, maana yake ni Mungu. Logos ni L-O-G-O-S, maana yake wazo. Au unaweza kuchukua kati ya lugha ya Kiebrania na lugha ya Kigiriki ukapata jina au ukapata Eloi Logos. Eloi kwa maana ya E-L-O-I au H. Eloi. Mbona vizuri? Logos ni L-O-G-O-S. Eloi maana yake ni Mungu roho wa Waebrania, ambaye sasa amefanyika kuwa Mungu wa mataifa yote, ambaye ni Yesu. Tunazungumza habari zake. Eloi wa zama zote, mfalme mashuhuri Yesu. Wamepata vizuri. Kwa hiyo Mungu alitupanga kutoka kwenye zama za roho. Na kwa nini? Kwa sababu yeye alituchagua katika zama za roho. Ndio niliwaambia wateule sisi, uchaguzi wetu haukufanyika katika zama za maumbo. Yaani wewe unaopokea ujumbe wa saa,
wewe ambao unakwenda kupata wokovu kwa njia ya ujumbe wa Yesu, wewe uchaguzi wako haukufanyika katika zama za maumbo. Uchaguzi ulifanyika katika roho. Ndio maana Yesu analeta jumbe hizi ili ujue ulikuwa wapi. Rudi pale ambako Mungu aliwahi kuwa. Ndio wazo. Kwa sababu Mungu huwa abadilika katika mahesabu yake. Wapi alikuchagua wewe? Wewe ulichaguliwa kutoka kwenye zama za roho. Watu wamepata zote hapa. Kwa hiyo unapotokea katika zama za maumbo, Yesu anachokifanya ni kukurejesha katika zama zile za roho, ili utoke katika zama za maumbo urudi kule ambako wewe ulikuwa. Ndio maana ya unyakuo. Unyakuo maana yake ni kiama ambacho watakatifu wa Yesu wanarejeshwa kwenye zama zao za roho. Watu wamepata zote. Umeelewa zote? Tutarudi kule tulikokuwa na Bwana katika mahesabu ya kiroho. Kwa hiyo wewe uchaguzi wako haukufanyika hapa duniani. Wala ulipozaliwa, ulipokuwa ndani ya tumbo la mama yako, hukutokea kwa bahati mbaya. Ulitokea kwa mpango maalum wa ukombozi. Lazima ili wewe ufanyike kuwa sehemu ya Mungu, wewe ufanyike kuwa uthibitisho wa Mungu. Ni Mungu ambaye anaweza mahesabu yake. Anaweza akachagua jambo na akalidhibitisha katika uchaguzi, kutoka katika lugha ya roho kuja katika lugha ya maumbo. Watu wamepata uzuri hapa. Ili watu waweze kulipata, hebu fungua ndugu yangu. Naomba ufungue kitabu cha Waefeso. Bwana, kitabu cha Waefeso, sawa? Waraka kwa Waefeso. Paulo alikuwa anawaandikia Waefeso. Na Waefeso hawa ni Waturuki, sawa? Hawa ni Waturuki. Fungua Efeso, sawa? Hawa ni Waturuki, sawa? Tuone kidogo ili ujue haya ambayo tunayozungumza yalitoka wapi katika michoro ya kinabii, sawa? Amina. Efeso, umepata? Ndiyo. Ngoja na mimi angalie vizuri. Yes, waraka wa Yesu wa Efeso. Fungua Efeso sura ya kwanza, sawa? Efeso ya sura ya kwanza, anza mstari wa 3, sawa? Amina. Anza mstari wa 3 mpaka mstari wa 14. Hebu tusome pia. Naomba mnisikilize vizuri hapa. Amina. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake, na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huo mpendwa, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake, naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na urazi wake aliyoukusudia katika yeye huyo, yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam, katika yeye huyo na ndani yake nasi tulifanywa urisi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake, nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu.
nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Hapo umesikia hiyo? Amen. Sikilizeni vizuri. This is a prophetic message. Ikikupita imekupita, sawa? Tuzoe. Ni ujumbe wa kinabii. Ukikupita umekupita. Elezo, yes. Ni ujumbe wa kinabii. Kwa hiyo na tahadhari. Biblia hapa Paulo anaandika katika Ufunuo wa Roho. Elezo, kama nabii wa Bwana anaandika maneno mazito mno, akionyesha kwamba tulikuwa wapi. Elezo, na hapa ndiko wateule wengi duniani wanashindwa kujua walikuwa wapi kabla vitu vyote. Kama wangejua jambo hilo, manake wasingefuata mifumo na tabia na mashetani ya ulimwengu walivaa miili kama wanadamu. Napata zuri. Ndio taratibu ili ulipate kwamba tulikuwa wapi, kwa sababu ujumbe unajulikana kama tunda la wakati wako katika mtu wazima. Na wakati wa hiyo tunda lilianza katika zama za Roho. Unapata vizuri hapa. Hapa duniani unafanya marejeo. Kwa lazima uwe na usikivu wa hali ya juu. Unapata vizuri. Naomba urudie tena. Efeso sura ya kwanza mstari wa 3 mpaka mstari wa 14. Ndio. Amina. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Amina. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Na usifiwe utukufu wa neema yake, ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na urazi wake aliyoukusudia katika yeye huyo, yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu. Atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam, katika yeye huyo na ndani yake sisi nasi tulifanywa urisi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake, nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu, ndiye aliye arabuni ya urisi wetu, ili kuleta ukombozi wa miliki yake, kuwa sifa ya utukufu wake. Hapo wanatosha. Amen. Maandiko yako wazi kabisa kwamba ulichaguliwa kabla kuweka misingi ya ulimwengu. Sawa? Ulichaguliwa tangu awali. Na awali ya Mungu sio tu pale kwa Adamu. Sawa? Awali ya Mungu ilianza katika zama za roho za pili. Sasa kuna zama za roho za kwanza na za pili. Zama za roho za kwanza akiwa peke yake. Zama za roho za pili Mungu akiwa na watoto wake katika zama za roho. Watu wamepata zote hapa. Kwa awali ilianza kwanza katika zama za roho. Umepata zuri hapa. Umeelewa? Yes, ilianza kwanza katika zama za roho. Awali ya pili ilikuja katika zama za maumbo. Ndio maana kuna mianzo miwili. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, maandiko yanasema kabisa
Kitabu kinajulikana kama Mwanzo kwa sababu inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Watu wamepata hizo. Huo ni mwanzo wa maumbo katika mahesabu kiroho. Melezo lakini uko mwanzo wa roho ambao Mungu alifanya yote katika zama za roho. Sasa kabla Mungu hajaumba, Mungu kwanza alianza kufikiria, aliwaza katika wazo lake kuu kutoka kwenye zama za roho. Kwa kuna zama za roho, yaani kuna mwanzo wa zama za roho na kuna mwisho wa zama za roho. Watu wamepata vizuri. Alafu kuna mwanzo wa zama za maumbo na kuna mwisho wa zama za maumbo. Na ndio maana siku ya unyakuo kanisa, Yesu anaturudisha katika zama za roho. Watu wamepata vizuri. Baada ya hapo tunakwenda kwenye karamu ya mwana kondoo. Miaka 3 na miezi 6. Baada ya hapo tunakwenda kwenye utawala wa miaka 1000. Baada ya utawala wa miaka 1000 hukumu ya kiti cheupe. Baada ya hapo tunarudi katika zama za roho za Bwana ambazo hazina mwanzo tena hazina nini? Mwisho. Kwa lugha nyingine zama za roho. Basi mwanzo wa zama za roho ni zile ambazo tulikuwa naye katika kule juu mbinguni. Mwisho wa zama za roho kwenye utawala wa miaka 1000. Watu wameelewa? Baada ya hapo Mungu anaturudisha kule alikokuwa. Hapo hakuna mwanzo wala hakuna mwisho. Huyu ni Yesu tunazungumza habari zake. Watu wamepata taratibu ili ujue ulikuwa wapi na tunda la wakati wako katika mti wa uzima, mbegu yake ilitoka wapi katika mahesabu ya kiroho. Sawa teule. Belezo. Kwa hiyo unaona kabisa uchaguzi ulifanyika katika zama za roho. Wewe ulichaguliwa kabla kuweka misingi ya. Ukisikia Biblia inakwambia kabla kuweka misingi ya ulimwengu, maana yake ni Mungu alikuwa katika zama zake za nini? Za roho. Hatuzungumzi katika zama za maumbo, bali kule katika zama za roho. Wewe ulichaguliwa na Bwana katika mahesabu. Naomba ndugu fungua pia ili tupate mahesabu. Fungua kitabu cha Yohana Mtakatifu. Tuunganishe hapo ili watu waweze kulipata katika mahesabu kidogo. Fungua Yohana Mtakatifu sura ya 11. Mstari wa 51 mpaka mstari wa 53. Yohana Mtakatifu sura ya 51. Amini sura ya 11 51 mpaka 53. Tusomee hapo ndugu yetu. Na neno hilo yeye hakulisema kwa nafsi yake, bali kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu mwaka ule, alitabiri ya kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo, wala si kwa ajili ya taifa hilo tu, lakini pamoja na hayo awakusanye watoto wa Mungu waliotawanyika ili wawe wamoja. Basi tangu siku ile walifanya shauri la kumuua. Umeona hiyo? Amina. Kusanyiko la watakatifu. Kayafa alitoa unabii pasipo yeye mwenyewe kujua, kwa sababu wakati huo alikuwa ni kuhani mkuu. Kwa Mungu alikuwa na uwezo wa kumtumia kuhani mkuu kutabiri jambo ambalo halina budi litatokea. Ndio nzuri. Kwamba imempasa mtu mmoja afe kwa ajili ya kuwa na fidia ya watu wengi. Ndio nzuri. Ndio maana mwandishi hapa anazungumza pasipo shaka, anasema kwa sababu aliyesema haya kwa sababu yeye alikuwa kuhani mkuu na aliutoa unabii huo kwamba Yesu atatoa fidia sio tu kwa ajili ya taifa la Israeli, bali atatoa fidia kwa ajili ya watakatifu wote watakao kusanywa kutoka kwenye mataifa yote duniani. Watu wamepata vizuri. Na hawa watakatifu ambao tunazungumza habari zake, hawa ndio wale waliokuwa kwenye zama za roho. Watu wamepata vizuri. Walio wapi? Kutoka kwenye zama za roho. Sio zama za maumbo. Bwana vizuri. Kutoka kwenye zama za nini? Zama za roho. Nataka ulipate jambo hapa ili lisikupite. Bwana vizuri. Naomba fungua Yohana Mtakatifu pia. Sawa? Yohana Mtakatifu sura 6. Sawa? Amina. Anza mstari wa 36. Sawa? Mpaka wa 40 kwanza. Hebu tusome. Yohana Mtakatifu sura 6. Mstari wa 36 mpaka 40. Ndio. Lakini naliwaambia ya kwamba mmeniona wala hamwamini. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba
katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hapo sasa, hapa ndiko chenga ambayo Yesu alifanya katika wanatheolojia. Iliwaambia Biblia imeandikwa katika mihuri mingapi? Mihuri miwili. Muhuri wa maumbo ni muhuri wa roho. Mungu ni roho. Mungu aliwaza katika wazo lake kuu kutoka kwenye zama za roho. Lile wazo likaitwa neno la Mungu. Umeelewa? Na lile neno kwa lugha nyingine wanaita ni makazi ya watakatifu wakimzunguka Mungu mmoja ambaye ni Yesu. Watu wamepata zoea. Makazi ya watakatifu waliomzunguka nani? Mungu mmoja. Yaani neno la Mungu ni makazi ya watakatifu kumzunguka Mungu mmoja ambaye ni Yesu. Adamu anatokea kama anwani ya kwanza ya maumbo, kuleta uwakilisho wa wateule waliokuwa kwenye zama za roho. Adamu alipotenda dhambi, Mungu akamfukuza. Kwa hiyo ilibidi Mungu yule roho achukue umbo ili Adamu arudi pale. Ndio maana Yesu anapotokea anatokea kwenye anwani hiyo. Watu wamepata sura. Ndio maana anasema wote aliyenipa Baba. Baba ni nani? Baba ni roho. Nisimpoteze hata mmoja. Umepata sura. Ndio maana Biblia imeandikwa katika mihuri miwili, muhuri wa maumbo na muhuri wa roho. Yesu alipotokea duniani alikuwa ni Mungu katika lugha ya maumbo. Na lugha ya maumbo ilikuwa ni uwakilisho wa mwanadamu. Mwanadamu ametenda dhambi, yeye Mungu alichukua nafasi ya mwanadamu ili mwanadamu aweze kurudi mahali pake. Watu wamepata sura. Sasa akiwa kwenye muhuri huo wa maumbo akimwakilisha Adamu aliyepotea, Yesu hawezi kujitangaza wazi kwamba yeye ndiye Mungu mkuu. Ilibidi atumie chanda kile ili kutoa mchoro wa ukombozi. Watu wamepata sura hapo. Ndio anasema wote aliyenipa Baba. Yeye anazungumza kama neno la Mungu, lile wazo lake yeye mwenyewe, ambako yeye lile wazo lilikuwa ndio makazi ya watakatifu. Umepata hilo? Sasa kashuka. Huyu mwana wa shuru Yesu kashuka kwenye tanga cha mwanadamu. Umepata sura? Ili achukue ule utukufu wa kudhibitisha kwamba yeye ndiye Mungu mkuu mwenye uwezo wa kutoa uhai wake na kutoa tena. Ama hicho tanga hakuna mwanadamu yote anaweza kufanya. Roho yako ikiacha mwili haiwezi kurudi mwilini. Ni lazima Mungu airudishe ndani ya mwili. Wewe huwezi. Ndio maana mtu roho ikishaacha mwili, wewe hakuna namna yote unaweza kufanya roho ikarudia ndani ya mwili. Tukio hili anayeweza kufanya ni mtu mmoja tu, ambaye ni Yesu. Tunazungumza habari zake. Sasa yeye ana uwezo wa kutoa na kutoa tena. Watu wamepata. Adamu amekufa na maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti. Fungua ndugu yangu kitabu cha Warumi. Fungua Warumi sura 6. Sawa? Tuone hapa jambo hili ili watu waweze kulipata katika hesabu kidogo. Warumi sura 6, sawa? Amen. Warumi sura 6 mstari wa 20 na ngoja tuhakiki. Warumi 6, sawa? Amen. Mstari wa 23 ndio. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Umesikia hiyo? Amen. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa nini? Adamu ametenda dhambi. Mungu anamwambia utakula matunda yote miti ya bustani, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa sababu utakapokula hakika utakufa. Sasa Adamu ametenda dhambi, Adamu akafa, viumbe vyote vikafa, vizazi vyote vikafa. Watu wamepata. Na mauti inayotajwa hapa sio mauti ya kwanza ya roho kuacha mwili. Mungu alikuwa anazungumzia mauti ya pili ya kwenda kwenye jehanamu ya moto. Watu wamepata. Adamu ameumbwa kwa sura na mfano wake. Adamu alikuwa kwenye zama za roho. Yesu alimchagua Adamu kutoka kwenye zama za roho kuleta uwakilisho wa kimaumbo. Hawezi kupotea. Kwa nini? Adamu angepotea, maana vizazi vyote vya wateule kutoka kwenye zama za roho. Wakati wa simba Paulo na Leo, wakati wa ndama Martin na Kolumba, wakati wa mwanadamu Martin Luther na John Wesley, na wakati wa tai William Alfred na Leo Mine na Leo Metano, maana wote tungepotea, kwa sababu uwakilisho wa maumbo ungeenda motoni, maana wote tulikuwa tunapotea. Watu wamepata hiyo. Inabidi Mungu achukue nafasi ya Adamu aliyotenda dhambi. Amina.
Ndio Yesu anawaambia hapa, wote aliyenipa Baba, Baba ni roho. Umeona zoea? Amen. Nataka tuone hivyo kwamba Baba ni roho, sawa? Hebu naomba fungua kitabu cha Mathayo. Mathayo mtakatifu, sawa? Amina. Sura ya 10, sawa? Amina. Mathayo mtakatifu sura ya 10. Sura ya 10 mstari wa 20. Hebu nisomee kidogo ili tuweze kupata. Mathayo mtakatifu sura ya 10, sawa? Kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Hapo anasemaje hapo? Si ninyi msemao, bali nani? Roho wa Baba yenu asemaye wapi? asemaye ndani yenu. Na ndugu atamsaliti nduguye ili auawe. Hapo panatosha. Amina. Si ninyi msemao, bali nani? Roho wa Baba yenu. Umeelewa vile? Unaelewa? Nimewambia roho Biblia inaposema Baba ni roho. Baba ni nini? Ni roho. Baba maana yake ni makazi ya Mungu pamoja na watoto wake. Biblia, ukiona Biblia imeandika Baba, Baba maana yake ni uwakilisho wa mtu anayejitambulisha na familia yake. Ndio maana ya Baba. Huwezi kuitwa baba kama hakuna uwakilisho wako mwenyewe pamoja na kisa chako. Huwezi kuitwa baba. Maandiko yanasema wazi kabisa, bali yule Baba, Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Watu wamepata zoea. Yesu aliposema kwenye Yohana mtakatifu, melezo, watu wamepata zoea. Unaona pasipo shaka yote, roho ni nani? Ni Baba. Na Baba ni roho. Fungua Yohana mtakatifu sura 14. Anza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Tuone pia katika mahesabu kidogo. Yohana mtakatifu sura 14. Amina. Mstari wa kwanza mpaka 6. Tusome Biblia yetu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Amina. Mnamwamini Mungu, amina, niaminini na mimi. Amina. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Sikiliza, mnamwamini Mungu, basi niaminini na mimi. Amina. Sasa kwenye Biblia hakuna imani mbili, imani iko moja tu kwa Mungu peke yake. Mungu kavaa umbo, anamwambia mnaamini kule ofisini kwake, kule kwenye makazi yake, basi aminini kwamba niko hapa duniani natembea. Amina. Akawaambia nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Baba ni maskani. Amina. Ni makazi ya Mungu pamoja na watoto. Amina. Na makazi hayo ndio haya tunazungumza mraba sasa na Ufunuo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka 8. Sasa na Ezekiel sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 26. Ndio makazi ya Mungu pamoja na watoto wake. Zama za Simba Paulo na Ireneo. Zama za wanadamu Martin na Kolumba. Zama za wanadamu Martin Luther na John Wesley. Na zama za pai Elia Umende, William Branham na Elia Umetano. Yesu anawaambia kwa nini alituchagua kutoka kwenye zama za roho. Anasema huko makazi huko, la sivyo nisingaliwaambia, lakini ninakwenda kwa ajili ya jambo hilo. Amina. Watu wamepata zote. Hebu rudia tena hapo ili watu waweze kupata. Ndio. Msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Amina. Kama sivyo ningaliwaambia. Amina. Maana naenda kuwaandalia mahali. Amina. Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali. Amina. Nitakuja tena Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Amina. Ili nilipo mimi nanyi muwepo. Sikiliza sasa hapa. Niliwaambia Yesu wakati anafanya huduma yake duniani, Mungu mashuhuri huyo. Yesu alikuwa anatumia mihuri miwili ya ufalme. Muhuri wa maumbo na muhuri wa roho. Amina. Sawa na nyaraka za Paulo. Paulo alikuwa anaandika zile nyaraka, anatumia muhuri wa maumbo, alafu alikuwa anahama anaenda rohoni. Anatoka rohoni anarudi mwilini. Kwa nini? Kwa sababu ni lugha za kinabii zilikuwa zinafunga ili maandiko yasizungumzwe na kila mtu. Amina. Mungu huwa anaweka utaratibu wake wa kusema duniani. Watu wamepata sura. Amina. Sasa hapa Yesu wakati
amevaa umbo, Mungu mashuhuri amevaa umbo. Anatumia muhuri wake wa maumbo, wakati huo anatumia muhuri wa Roho. Hapa kwenye Yohana Mtakatifu sura 14. Anasema hivi, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, la sivyo nisingaliwaambia. Bali nakwenda kuandalia mahali ili nilipo mimi nani nini muwepo. Na tumesema hapa Baba maana yake ni makazi ya Mungu pamoja na watoto wake. Amina. Umeelewa? Ni maskani ya Mungu pamoja na watoto wake. Amina. Sasa anakuambia ili nilipo mimi nanyi wapo. Hata nijibu hapo. Utaelewa hapa mambo mashauri wewe. Sio mambo. Na hapa ndiko chenga ya theolojia walipopigwa. Ndio endelea. Nami niendako mwaijua njia. Sikiliza. Nami niendako mwaijua nini? Njia. Yes. Tomaso akamwambia Bwana, sisi hatujui uendako. Nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Sikiliza. Mimi hapa nasema na wewe njia na kweli na nini na uzima. Sikiliza hili. Yesu huyo anatumia kanuni zake za maumbo kufunua siri. Alafu ghafla hapo utamuona anahama kutoka kwenye maumbo anakwenda rohoni. Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa lugha nyingine, mtu haji kwenye maskani ya Mungu pamoja na watoto wake kama hukunitambua mimi. Umeelewa vizuri hapo? Umeelewa? Kama hukunitambua mimi, mtu hawezi kuja. Endelea. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Sikiliza. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa namjua tena namuona. Walimuona wapi? Amina. Mungu ni roho kavaa umbo. Yesu amevaa umbo kwenye anwani ya Adamu. Kama Mungu mkuu anakuja kutengua dhambi. Kwa nini? Sheria za Mungu ni mfalme. Kwa hiyo sheria za kifalme huwa hazitenguki. Kwa wakati Mungu anawaza kutoka kwenye zama za roho, hawezi kutengua andiko hata moja katika zama za maumbo. Amina. Kwa sababu yote yanatibiwa kutoka kwenye zama za roho. Huwezi kutengua hapa. Ndio maana Yesu yuko tayari aondoe uhai wa mtu atakapoona andiko lake linatafanya livunjwe. Haiko tayari kwa sababu ni mfalme. Sasa maandiko yanasema mshahara wa dhambi sana, Warumi sura 6 mstari 27 hadi 23. Mshahara wa dhambi nini? Ni mauti. Yesu alizungumza kwenye zama za roho. Alitutabiria kwamba hii dhambi mnayokwenda tukio la mwisho ni mauti, na mauti ni kwenye jehanamu ya moto. Sasa nani anaweza kutengua hukumu hiyo? Inabidi mfalme mwenyewe avae umbo, aitekeleze kwa vitendo. Kwa maana Yesu alivaa umbo eneo la mwanadamu ili roho iache mwili, kwa sababu yeye ndiye pekee mwenye uwezo wa roho yake kurudi ndani ya mwili. Na roho yake iliporudi ndani ya mwili, ulikuwa ni tangazo kuu la ufufuo. Ndio siku alipofufuka aliondoka na wale wa zama zile, wakila wale watakatifu wa Agano la Kale. Amina. Mnaelewa sura hapa? Akionyesha jaribio. Kwa sababu kwenye Agano la Kale watakatifu wote walikuwa kwenye Agano la Kale. Hakuna hata mmoja alienda mbinguni. Wote walikuwa wanasubiri chini. Walikuwa wanasubiri kusudi. Watu wamepata zote. Tunataka ili tuthibitishe pamoja. Kuna jumbe basi tayari tumeshahubiri, lakini lazima tuthibitishe ili watu walipate. Bwana zote. Hakuna hata mmoja alikuwa amekwenda kwa Bwana. Watu wamepata zote. Na uthibitisho moja hapo kwamba hawakwenda kwa Bwana. Patakatifu wakati ule wa Musa na wakati ule wa Mfalme Suleiman alipojenga ile hekalu. Patakatifu alikuwa anaenda kuhani mkuu mara moja tu kwa mwaka peke yake. Lakini Yesu alipofufuka, pazia la hekalu fulani ikapasuka. Kuonyesha kwamba sasa wateule wana ruhusa ya kurudi kwenye zama za roho. Kwa nini? Mwamba amekuja kufuta dhambi duniani. Hapa ni Yesu kufunuza mambo. Ndio maana Yesu anawaambia, sawa, tangu sasa mnamjua tena mmemuona. Hatuelewana? Amina. Subiri tu hapo ili tupate ili watu wengine waweze kulipata katika hesabu.
Naomba fungua, sawa? Fungua kitabu cha Mathayo mtakatifu. Amina. Sawa, sura 27 mstari wa 51 na 52. Mathayo mtakatifu sura ya 27, sawa? Mstari ule wa 51 na 52 ndio. Yesabaje. Ili watu waelewe kwamba mambo mazuri Yesu alivyofanya. Na hapa tunatafuta mbegu ya mti ule ili tulipate tunda la wakati wetu. Kwanza ni mbegu tunaitafuta ilikotoka. Amen. Baba Yesu mfululizo mambo. Ndio. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili. Amina. Toka juu hata chini. Amina. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Amina. Makaburi yakafunuka. Amina. Ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Amina. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao. Amina. Baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu. Hapo. Biblia iko wazi kabisa. Hawa ni wakina Ibrahim, Isaka, Yakobo, wakina Isaya, kina Yeremia, kina Samuel. Manabii wote mashuhuri. Wakina Adamu alifufukia hapa. Bwana, Seti alifufukia hapa. Yakobo alifufukia hapo. Wakina Enoshi wote walifufukia hapa. Ndio maana unyakuo wa kwanza wa kanisa umekwisha fanyika. Unyakuo wa watakatifu wa Agano la Kale ulifanyika pale Yesu alipofufuka, na baada ya hapo Yesu alipopaa kwenda wapi? Kwenda juu. Yesu aliondoka nao. Sasa tunapoongea watakatifu wako juu. Ndio maana baada ya hapo kila mtakatifu duniani anayeondoka ilikuwa ni lazima roho yake iache mwili. Mwili huu utazikwa chini kuweka anwani, na ukizikwa Yesu anaweka anwani ya malaika na moto mkuu unawaka, ambao hilo kaburi hiyo mifupa na zile mnaita nini? Mnaita nini? Vina saba. Na vile vina saba vya kwako vitabaki wapi? Pale. Ili kusubiri siku ya unyakuo kanisa. Roho yako inavaa mwili mpya, mwili wa mangojeo ya watakatifu. Alafu unaondoka kwenda juu mbinguni. Menelewa zote hapa. Amina. Wale wa Agano la Kale ilikuwa hakuna namna hiyo, kwa sababu damu ya ukombozi ilikuwa haipo. Yesu hajatengua dhambi. Unaendaje juu mbinguni? Yesu anawaambia aliyeniona mimi kamaona na Baba ni roho. Kwa hiyo hapo, ili watu walipate. Ni nani aliyekwenda wapi? Mbinguni. Na kushuka chini. Ni nani? Hapo kwanza. Kuna nabii yote? Kuna mtu yote wa baraza la Nikea mwaka 325? Wakati dola ya Roma wamekaa kikao, mnazuri? Amina. Je, kuna askofu yote katika vile vikao walisema na wale makasisi waliosema kwamba tulitoenda mbinguni tukamwona Mungu watatu? Manabii wote wanasema walimwona Moshe sio? Amina. Mnazuri hapa? Amen. Ezekiel anasema moja. Amina. Yohana anasema moja. Amina. Ezekiel sura ya kwanza mstari wa 26. Watu wamepata? Yohana Ufunuo sura ya 4 mstari wa 2. Musa anatenza kiti kimoja katika ile maskani ya jangwani. Amina. Panalipa katika kiti kimoja. Amina. Suleiman anajenga ile hekalu, panalipa katika kiti kimoja. Sasa unauliza nyie watu wa miaka 325, nyinyi watatu mliwatoa wapi? Majibu hawana. Hawana majibu. Sikilizeni hii. Nasema ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Kwani ni nani aliyokamata konzi? Manake ni kipimo. Upepo ni roho. Melosura. Ni nani aliyemshika roho akamweka ndani ya kipimo? Kipimo ni ule mwili ambao Yesu alikuwa anatembea nao. Roho aliuficha, yani roho alijificha ndani ya kipimo. Na kile ndio kipimo cha neno la Mungu. Wazo la Mungu lisiokuwa na itilafu. Kutoka kwenye zamu za roho. Nabii anauliza kabla Yesu hajatokea duniani. Mahesabu hayo. Anasema ni nani aliyokusanya upepo na kutia ndani ya konzi? Endelea. Ni nani aliyeyafunga maji ndani ya nguo yake? Roho Mtakatifu anajulikana kama maji uzima. Angalia nabii anatumia upepo na maji kueleza kitu. Anawaambia ni nani aliyokusanya katika nguo yake. Nguo ni nini? Huu mwili ni nguo. Bwana asifiwe hapa. Huo ni vazi.
Vazi la Roho ni mumbo. Na nilosema vazi la Roho ni nini? Ni umbo. Amina. Ili Roho ionekane lazima kuwa na anwani ya umbo. Amina. Nani huyo aliyekusanya maji katika nguo yake? Maji ni Roho Mtakatifu. Amina. Yesu anamwambia mwanamke, laiti ungejua ungeomba mimi ningekupa maji ya uzima. Maji ya uzima ni Roho Mtakatifu. Roho Yesu ambaye anajulikana kwa majina makubwa manne. Roho wa Mungu anajulikana, ana majina manne. La kwanza anajulikana kama Roho Mtakatifu. Jina lake la pili anajulikana kama Roho wa Yesu au Roho wa Kristo. Jina la tatu anajulikana kama Roho wa Mungu au Roho wa Baba. Na jina lake la nne huwa anajulikana kama Roho wa Bwana. Roho Mtakatifu huleta ufunuo. Roho wa Yesu au wa Kristo hufuta dhambi. Roho wa Mungu hukupa kipawa cha kurudi tena kuitwa mwana wa Mungu. Roho wa Bwana huleta mamlaka na uweza wa kutabiri na kutoa pepo na kila aina ya matatizo. Na yote mawili haya yanajulikana ndani ya jina moja tu. Jina mashuhuri la Yesu Kristo, aliyebeba anwani mbili. Yesu ni Eloi, Mungu Roho. Yule wa Ibrania leo ndio Mungu wa mataifa yote. Kristo maana yake ni lile wazo lake alilolikusanya ili sisi tutokee ndani ya lile wazo kubeba ile anwani ya kumwita Yesu kwa ndiye Mungu mkuu. Kwa unaposikia jina Yesu Kristo, maana yake ni Mungu pamoja na watoto wake. Kristo maana yake ni Masihi, mpako mafuta. Yule Roho anakuja ndani ya kanisa na sisi tunafanyika kuwa viungo vya ule mwili. Na kichwa ni Kristo. Kristo hicho kichwa ni Roho. Eloi, hapa tunasema kabisa. Amina. Nabii hapa anauliza nani aliyekusanya maji katika nguo yake? Endelea. Ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? Sikiliza, ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? Ncha unazifahamu? Kuna ya kaskazini na ya kusini. Siku moja nitafundisha hapa. Ncha ya kaskazini na kusini. Kuna hesabu hapa. Kuna somo ambalo wanasayansi watachanganyikiwa duniani. Yesu anazungumza kutoka kwenye anwani zake na akijua kwamba katika siku za mwisho yeye mwenyewe atatumia nabii kufunua siri zake. Watu wamepata zile. Ncha hizo mbili hizo ya kaskazini na kusini. Nani alifanya? Nani anaweza kueleza kanuni ya kwa nini dunia leo inaelewa hangali? Nani anaweza kuleta jawabu hilo? Wanasayansi wana majibu. Mbele hizo hapa. Lakini Yesu amejibu naye. Nini alifanya katika hesabu kiroho? Na kuelekea siku za mwisho, Yesu ataleta ujumbe. Na sayansi ya dunia itathibitisha baada ya kufanya tafiti. Watagundua kwamba hakika Yesu alitangulia kwanza kusema, alafu wao ndio wanakuja kuthibitisha. Ndio ujumbe wa siku za mwisho. Yesu atasema, alafu wao watathibitisha. Tutawaambia sayari ziko ngapi? Sayari ziko ngapi? Alafu tutairuhusu sayansi igundue hizo sayari zingine. Usiku za mwisho ni Yesu lazima azidi maarifa ya watu wote duniani. Amina. Wana sayansi wote watathibitishwa, watadhibitiwa na mfalme wa shule nani? Yesu. Tunazo mambo. Amina. Sasa hapa na pia anaandika katika Ufunuo. Anauliza, hebu rejea hapo, ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? Hapo hapo. Nasa hapo. Fungua hapo hapo. Ndugu, fungua chuo cha nabii Isaya. Tulipata kidogo hapa, wewe tulipata chuo cha nabii Isaya. Lazima. Yes, chuo cha nabii Isaya. Sura 40. Lazima. Unajua mambo haya ni mazuri sana mbele za Bwana. Sawa? Na tunampenda Yesu kwa sababu ni Mungu ufunuzi. Sawa? Fungua chuo cha nabii Isaya ndugu yangu. Amina. Isaya sura ya 40. Sawa? Amina. Sura ya 40. Sura ya 40. Anza mstari wa 12. Sawa? Amina. Mpaka mstari wa 26 lakini hautafika huko. Hebu tusome hapo. Ni nani aliyeyapima maji kwa konzi ya mkono wake? Umesikia hiyo? Mithali 32 mpaka 4. Nabii anazungumza kitu kile kile, Isaya anazungumza kitu kile kile. Unaelewa? Amina. Unaelewa? Biblia ni hesabu za hali ya juu. Yesu ni mfunuzi mambo. Amina. Watu wamepata. Msikilizeni Isaya anauliza. Rudia tena ndugu.
Ni nani aliyeyapima maji kwa konzi ya mkono wake? Ni nani aliyempokea Roho ndani yake? Na huyo Roho alikuwa katika utimilifu. Ni nani huyo? Ni nani aliyotoka juu akashuka chini? Kuna mtu yote alitoka chini akaenda juu akaona watatu? Au sio yeye yule aliyetoka juu kuja duniani? Sio yeye aliyetoka juu kuajilia manabii? Sio yeye aliyemtilia Samueli? Sio yeye aliyemtilia Isaya? Sio yeye aliyemtilia Yeremia? Sio yeye aliyemtilia Musa? Sio yeye aliyemtilia Ibrahim? Sio yeye aliyemtilia Isaka? Sio yeye aliyemtilia? Nani alitoka chini akaenda juu? Nani aliyekusanya maji kwenye konzi yake? Na pia anauliza. Nabii Isaya anauliza. Hii sio mfragi, bwana zuri. Amen. Huyu ni chote nabii Isaya. Endelea ndio, na kuzikadiri mbingu kwa shubiri. Na kuzikadiri mbingu kwa nini? Shubiri. Shubiri ni kitu gani? Unafahamu hiyo? Shubiri nini? Sio ujumbe wake. Tuache hapa. Ishapo ambalo linakwenda kwenye zile ncha. Sawa? Endelea, Mbingu kwa shubiri. Amina. Na kuyashika mavumbi ya dunia katika pishi. Pishi hiyo ni nini? Dunia inaelea, pishi yake iko wapi? Nini Yesu alifanya dunia ikae hivi ilivyo? Alafu inazunguka kwenye mwili wake na inazunguka juu wala haidondoki. Wala haipotezi kumbukumbu. Inatembea sawa sawa na wazo kula na Mungu. Mungu asiyekuwa na itilafu bali Yesu feruza mambo. Endelea tu, na kupima milima kwa uzani. Hii milima ameipima kwa uzani. Hii milima unayoona hii. Duniani hii milima haikukaa kwa bahati mbaya. Yesu aliweka kuna mahesabu yake ya kiroho kuifanya dunia iweze kuelea. Tuona hilo jawabu wanasayansi wana tutalihubiri uchunge wa siku za mwisho. Kutaeleza milima yote na namna ilivyokaa na anuani na nini Yesu ameficha. Leo watu wana majibu kwa ni pale juu ya mlima Kilimanjaro pale juu. Ndege ikipita pale juu inapotea, inazama. Balozi hapa. Hakuna kiumbe kinaweza kupita pale kwenye ile shimo. Hakuna sayansi inaweza kumulika. Leo yule hapa. Amen. Tutaeleza kwa siku za mwisho. Yesu ataleta majawabu ya sayansi itabaki kidoa. Amen. Huyu ni Yesu tunazungumza habari zake. Ndio endelea. Na vilima kama kwa mizani. Umesikia hiyo? Ndio. Ni nani aliyemuongoza Roho ya Bwana? Ni nani aliyemuongoza Roho wa Bwana? Na kumfundisha kwa kuwa mshauri wake. Kwani mshauri wake ni nani? Na kama huyu ni Roho wa Bwana, na kama watu wanaamini Yesu ni Bwana, Bwana huyu ndio huyo Roho. Huwezi kutenganisha hapo. Maandiko yanasema Bwana mmoja. Kwenye ufalme. Baba ni Yesu anazungumza habari zake. Ndio endelea. Alifanya shauri na nani? Huyo Roho alifanya shauri na nani? Tumesoma Mithali 30:2-4. Anasema alifanya ncha zote za dunia. Sasa huyu ncha zote za dunia huyu anayezungumzwa hapa, Isaya anawauliza, Roho huyo alifanya shauri na nani? Na niwaambie Yesu ni Mungu Roho. Kutoka kwenye zama za Roho aliwaza wazo lake akiwa peke yake, hakuwa na mshauri. Amina. Yeye ndiye aliratibu mipango yote na yote yanaendelea leo. Yeye aliratibu katika ukombozi. Anazungumza habari za Yesu. Tunasoma. Endelea ndugu. Amina. Ndio. Alifanya shauri na nani? Amina. Ni nani aliyemwelimisha na kumfunza njia ya hukumu? Amina. Na kumfunza maarifa. Amina. Na kumwonyesha njia ya fahamu. Sasa wale wanasema kwamba Yesu ndiye mwana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu alikuwa anamshauri Mungu. Wewe hapa maandiko yanasema Mungu ni Roho, na Mungu huyo Roho hapa anauliza swali Isaya katika chuo. Wala nazungumza hapa Isaya katika chuo. Naposema Isaya katika chuo maana yake Isaya katika ufunuo Roho. Amina. Anauliza nani aliyemwelimisha Roho? Nani alimpa hekima? Endelea ndugu yangu.
Tazama mataifa ni kama tone la maji katika ndoo. Amina. Huhesabiwa kuwa kama mavumbi membamba. Amina. Ndio. Tazama mataifa ni kama tone la maji. Amina. Katika ndoo. Huhesabiwa kuwa kama mavumbi membamba. Amina. Katika mizani. Amina. Tazama yeye huvinyanyua visiwa kama ni kitu kidogo. Amina. Sana. Amina. Lebanoni nayo hapo wanatosha. Walipata hilo? Nirudi kule kwenye Mithali sura 30. Ni nani aliyefanya ncha? Ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? Umesikia wewe? Jawabu tunalipata ni Roho. Na huyo Roho ni nani? Fungua hapo. Rudi kwenye Wakorintho wa pili sura 3 mstari wa 17. Huyo Roho ni nani? Roho ni nani? Yesu ni mfalme. Walazuli. Ukiamini Yesu ni mfalme, ujue Yesu ndiye Mungu. Amen. Na ukiamini kwamba Yesu ndiye Mungu, ana jina lingine Yesu ndiye Bwana. Amen. Na ukiamini Yesu ndiye Bwana, ujue Yesu huyo ndiye Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi. Yote manne ni yake. Endelea ndugu, Basi Bwana ndiye Roho. Walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Bwana ndiye nani? Ndiye Roho. Na Yesu anajulikana kama Bwana. Walazuli. Naomba fungua Yohana Mtakatifu 13 sura 12 na 13. Kama unaamini Yesu ni Bwana, basi ujue yeye ndiye Roho. Walazuli. Yes. Basi alipokwisha kuwatawaza miguu na kuyatoa mavazi yake, na kuketi tena, akawaambia, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vyema, maana ndivyo nilivyo. Ninyi mnaniita mwalimu na nani? Na Bwana. Mmenena vyema, hamjakosea. Na ndivyo nilivyo. Yesu hapa. Na maandiko yanasema Bwana ndiye nani? Kiro. Basi Bwana ndiye Kiro. Paulo anawaambia Wakorintho. Anawaambia Wagiriki wa sasa, kwa sababu Korintho na Giriki. Anawaambia Bwana huyo ambaye mnazungumza habari zake ndiye Roho. Na huyo Roho ndiye Eloi. Na huyo Eloi ndiye Yehova. Amen. Kama mnaamini kwamba Yesu ni Bwana, na hapa anathibitisha, na sio hapa tu, amethibitishwa kwenye maeneo mengi. Fungua kitabu cha tuone Bwana ndiye Yesu ni Bwana. Walazuri. Fungua Yohana hiyo Mtakatifu. Walazuri. Sura 20. Walazuri. Yohana Mtakatifu sura ya, ngoja nifanye marejeo kidogo sawa. Yohana Mtakatifu sura ya 20 sawa. Ngoja tuhakiki katika mahesabu sawa. Kwa sababu tuna rekodi kwa ajili ya utakatifu wa Bwana mahali kokote ulimwenguni sawa. Jumbe hizi zitakwenda katika mataifa yote ya dunia sawa. Yohana Mtakatifu sawa. Sura 20 sawa. Anza mstari wa 24 mpaka 30 ndio. Unasemaje? Walakini mmoja wa wale tenashara, Tomaso aitwaye Pacha, Amina, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Amina. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Sikiliza, tumemwona Bwana. Hiyo mnaelewa? Amina. Watu wengi hawajui. Niliwaambia kuna majina manne katika Biblia ya Kiebrania. Ukiona Biblia ya Kiebrania imeandika Bwana, ujue Bwana ni Yesu. Ukiona Biblia ya Kiebrania imeandika Masihi, wala huyo Bwana wao ndio Masihi. Ukiona Biblia ya Kiebrania imeandika Kristo, ujue Kristo ndio Bwana wao, ndio Masihi wao. Ukiona Biblia ya Kiebrania imeandika Yehova, ujue Yehova ndio Bwana wao, ndio Masihi wao, ndio nani? Ndio mfalme wao. Sasa angalia, tumemwona Bwana,
Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari, amina, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, amina, na kutia mkono wangu katika ubavu wake. Tomaso anajua kabisa Bwana mkubwa, mfalme mashuhuri, Yesu mfalme wa mambo. Bwana mashuhuri, Bwana mashuhuri, Mungu wa zama zote. Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu wa wakati wote. Wala ndio anwani yetu ya ujumbe. Anwani ya ujumbe huu, Yesu Kristo, sauti iliyonenwa. Wala Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova wakati wote. Ujumbe wa naso au mvuto wa asili. Ndio anwani yetu ya ujumbe kuelekea siku za mwisho. Anajua kabisa Yesu kachoma nini? Koki, maji na damu imetoka. Anajua kabisa misumari imepita. Akasema, sikilizeni, nisipochukua kidole changu nikapitisha kwenye mikono yake na mkono wangu nikaingiza kwenye ubavu, sisadiki kamwe. Endelea hapo, Mimi sisadiki hata kidogo. Amina. Basi baada ya siku 8, wanafunzi wake ikapita siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya ngapi? Ya 8. Ujumbe wa 8 wa kanisa Yesu alikuwa anachora kutoka mwanzo. Mwishoni mwa safari Yesu atajifunua duniani tena. Amina. Sasa atakapojifunua anwani yake itaitwaje? Sikieni hapo wateule. Siku ya kwanza ujumbe Paulo. Siku ya pili ujumbe wa Reneo. Siku ya tatu ujumbe Martin. Siku ya 4 ujumbe wa nani? Kolumba. Ujumbe wa Kolumba. Mwelezo dada. Amina. Watu wamepata? Amen. Siku ya 5 Martin Luther. Siku ya 6 John Wesley. Siku ya 7 William Branham. Watu wamepata? Na siku ya 8. Sasa hapa siku 8 ninazozitaja sitaji kwa maana ya nyakati 7, nyakati 8 za kanisa. Hakuna nyakati 8, ziko nyakati 7. Nyakati ya 7 ya kanisa ina matukio mangapi? Mawili. Hapa anatumia lugha za maumbo kuelezea tukio la jumbe 8 duniani. Amina. Sasa kwenye ujumbe wa 8 wa kanisa, mwana wa shauri Yesu mfunuzi mambo huyo hapo. Anasema baada ya siku 8 milango imefungwa. Baada ya siku 8 wakati dola ya Roma italeta mafundisho ya upotofu duniani, watafunga njia zote za dunia, Yesu atajifua katikati ya mataifa. Amina. Hamtanielewa leo, mtanielewa siku zinazokuja. Amina. Maandiko haya yanatimizwa leo. Amen. Haya hapo. Yesu, nisikilizeni, kila tukio Yesu alilofanya kuna kitu alikuwa anatabiri. Amina. Maandiko hayakuandikwa kwa bahati mbaya, yaliandikwa kwa mkakati maalum. Kutoka kwenye sawa. Na huyu tunazungumza baada ya mtolo boss, kwa shule. Anasema baada ya siku ngapi? Baada ya siku 8, wanafunzi wake walikuwamo ndani tena. Amina. Na Tomaso pamoja nao. Amina. Yesu, na milango imefungwa. Imefungwa, dola ya Roma imefunga milango yote. Amina. Wanasema ile ubiri lazima uwe na mkakati wa miungu watatu. Amina. Yesu akatokea katika pasua miamba. Amina. Ndio maana ujumbe unaunguruma pale kuinuka kwa Urusi. Nyakati za mwisho wa kanisa anakuja kwa Yesu. Wakati Yesu anakwambia kuja kwake, kumbe Yesu yuko jukwani duniani. Amina. Hiyo ndio ajabu kubwa ya Yesu. Endelea ndio. Ndio? Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati akasema, amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, lete na mkono wako, utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Sasa Mungu hapa ni nani? Yesu Kristo. Tomaso anamwambia Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu kashavaa chanda cha roho. Ndio maana alikuwa anatokea katika mahesabu ya namna hiyo. Ndio maana kuna wakati alikuwa ana uwezo wa kutembea juu ya maji kwa sababu yeye ni roho. Kwa hiyo anarudi katika zama za roho, lakini anatumia ule mwili anatembea. Mlezuri. Mlezuri. Yesu tunazungumza mbele zake. Ni Mungu mashuhuri, Mungu wa zama zote. Tomaso anasema Bwana wangu, Mungu wangu. Niwaambia kwa watu wengi ukiona Bwana, ujue Bwana ndiye Mungu wao. Huwezi kutenganisha kati ya Bwana na Mungu. Yesu ndiye Bwana mashuhuri. Na yeye ndiye Mungu mashuhuri. Mlezuri. Mungu mashuhuri. Bwana mashuhuri ni Yesu tu.
Bwana mashuhuri ni Yesu tu. Mungu mashuhuri ni Yesu tu. Mungu mashuhuri ni Yesu tu. Mfalme mashuhuri ni Yesu tu. Mfalme mashuhuri ni Yesu tu. Jemedari mashuhuri ni Yesu tu. Jemedari mashuhuri ni Yesu tu. Kama unaamini mambo haya, ujue Yesu ndiye Mungu mkuu, Yehova zama zote. Amen. Unaona wateule Bwana wanamdhibitisha kwamba yeye ndiye. Amen. Bwana kabla kama Yesu unamjua kama ndiye Bwana, basi huyo ndiye Yehova. Rudi kwenye chuo cha Nabii Isaya sura ya 12 mstari wa 2. Kama unaamini kwamba Yesu ni Bwana, ujue yeye ndiye Yehova. Utamuona hapo. Tusomee chuo cha Nabii Isaya 12 mstari wa 2. Nasemaje? Chuo cha Nabii Isaya 12:2 nasemaje? Tazama, Mungu ndiye wokovu wangu. Mungu ndiye wokovu wangu, ndio. Nitamtumaini wala sitaogopa. Amina. Maana Bwana Yehova ni nguvu zangu na wimbo wangu. Bwana nani? Yehova. Bwana Yehova. Kama Yesu ni Bwana, ujue ndio yule Bwana wa Agano la Kale, na yeye ndio Yehova. Amen. Huyo hapo. Na jina la Yesu kwa tafsiri ukipania maana yake, sawa? Amen. Maana yake ni Yeshua, Mwokozi. Amen. Wala au amini unaweza kusema ni Yehova Mwokozi. Ya jina Kiebrania Yesu maana yake Yehova Mwokozi. Bwana au anajulikana kama Yeshua Mwokozi. Na jina Yeshua kwa Waebrania ni nani? Yahweh Mwokozi. Na jina Yahweh kwa Waebrania maana yake mimi ndiye au mimi ndimi. Huyu ni Yesu tunazungumza habari zake mteule. Rudia tena chuo cha Nabii Isaya 26:4. Chuo cha Nabii Isaya. Kwa sababu Isaya alikuwa anamjua Yesu vizuri sana. Ndio maana alikuwa anaandika katika uratibu wa ufunuo wa Roho kuelezea nini kitatokea katika siku za mwisho. Ndio. Mtumaini Bwana siku zote. Yes. Maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Mwamba wa milele. Wewe Bwana Yehova. Kama unasadiki jambo hilo na maandiko yanathibitisha jambo hilo, jua kwamba Yesu ndiye Yehova. Amen. Kama Yesu ni Bwana, ujue ndiye Yehova. Amen. Na kama Yesu ni Bwana, ujue yeye huyo Bwana, walazo ndiye Mungu mkuu. Kwa sababu hakuna mgawanyiko kati ya Bwana na Mungu. Ndio maana katika Biblia ya Kiebrania